بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. يقول المؤلف: كتاب آداب سلوك المريد، رسالة آداب سلوك المريد للإمام عبد الله بن علوي الحداد، قطب غوث العباد والبلاد، قطب الإرشاد، نفعنا الله تعالى بعلومه في الدارين آمين. Mazungumzo yaliyopita katika kitabu hichi ilikuwa ni kuhusu tauba, na tauba tukasema ndiyo hatua ya kwanza mtu kuwa salik murid yuridu Allah wa rasula. Kwanza labudda min tashihi taubati, asahihishe tauba yake, atubie kwa Mwenyezi Mungu. Na tauba lazima ipatikane takrar, na tauba lazima ipatikane baada ya kila maasi, sababu binadamu lazima ataasi. Kwa hivyo ukifanya maasi, hata imekuja katika athar kuwa malaika kuandika madhambi anaangalia malaika mwenye kuandika thawabu. Kila mtu ana malaika ambao moja hawamwachi, yuandika mambo mazuri na moja yuandika yale mambo mengine. Basi mtu akifanya dhambi, yule wa kuandika yale maovu humuuliza yule mwingine ambao ndio amiri, yule mwenye kuandika mazuri, niandike? Anamwambia mpe muda, la'allahu yastaghfiru wa yatub, henda huyo mja akamwomba Mwenyezi Mungu msamaha. Kwa hivyo mtu yatakana asifanye dhambi, lakini akiingia kwenye dhambi yoyote asichukue muda, alete istighfar na tauba na kujuta na kutiania kwa aturudi. Mara nyingi hata hilo dhambi litakuwa halijafikia wakati wa kuandikwa. Mara nyingi baada ya tauba, kitu kingine muhimu sana kwa murid alladhi yuridu Allah wa rasula, kwa lugha yetu mwanatwarika. Sisi sote tutumia, sisi ni wanatarika, sisi ni ahlu tarika. Tumsikie maimamu wa ahlu tarika wasemaje kwa wanatarika. Wa ala almurid an yajtahida fi hifdhi qalbihi min alwasawis walafat walkhawatir alradiyya. Lazima ujizuie sasa, badala ya kuzuia viungo tu na kutubia haitoshi. Zuia moyo wako na mawazo. Pima mawazo, likija wazo lolote liangalie hili wazo la kupelekea kwenye nini, hili wazo ni la kheri ama ni la shari, yani al-khawatir. Na kila kitu kabla ya kufanya lazima ilipita mawazo, kisha ukayatia akilini, yakakuwa yale mawazo, yakazidi, yakafika mpaka kuwa hamu ya kufanya kile kitu, kisha ukakifanya kile kitu. Kila mtu anapitikia namna hiyo, na tutazungumza leo kiasi kuhusu al-khawatir mbeleni. Waliyakum ala babi qalbi hajiban min al-muraqaba, na akae asimame, yani ajisimamie yeye mwenyewe, mawazo yanampitikia ni mawazo gani, na ayafanyie muraqaba, ayachuje, ayatizame, ayaangalie, lao hili wazo nikilipalilia litanipeleka wapi, ni la kheri ni la shari, ni la kheri nilifanye, ni la shari niliepuke lile wazo mapema kabla halijakuwa hamu. Wayamnauha min ad-dukhul ilayhi fa inna in dakhalathu afsadatu wa ya'suru ba'da dhalika ikhrajuha min. Huyo mtu kama hafikirii, hapimi, hachuji mawazo yake, na mawazo ni kitu kwa binadamu hakisimami. Binadamu ukiamka husimami kuwaza, khawatir hazisimami. Wanasema wanazuoni, kwa binadamu kawaida anapitikiwa na zaidi ya 70,000 khatir fi kulli yawm wa layla. Mawazo yasimami. Sasa hivi si wawaza, yasimama hiyo kuwaza. Kuwaza ni ile kama mtu ya kusemesha ndani. Huyo mtu hanyamazi, labda ulale au potele na fahamu.
Fahamu ikija unawaza utafanya hii, kutoka hapa unafanya hivi, na nafikiria hivi, nafikiria mawazo mbio mbio. Asema waliyubaligh fi tanqiyati qalbihi alladhi huwa mawdhi'u nadhari rabbih min almayl ila shahawati ad-dunya, na afanye bidii sana mtu kuyachuja haya mawazo kabla hayajampelekea moyo wake kuwa na hamu wa kufanya jambo, haswa jambo ambalo lampelekea katika kuvama kwenye dunia ambao mwisho wake litamwangamiza. Kabla ya hapo, tutaingia katika binadamu na mawazo. Binadamu maumbile yake ana vitu viungo, mkono, kucha, nywele, hizi ni viungo. Kisha binadamu ana undani, ana ndani. Hii ndani, undani wake binadamu, na ni vitu viko, lakini si kama mkono. Kwa mfano, kuna vitu vinne ambao vyote katika mustalah ya wanazuoni zafanana lakini zatofautiana. Kuna arruh, kuna alqalbu, kuna alaqlu, kuna annafsu. Ziko kwa kila binadamu kuanzia uumbwe, ziko na wewe hizo, kwanza uzaliwe ziko. Arruh sirrul haya, hii mambo ni siri ya Mwenyezi Mungu, hakuna ajuaye. Wayasalunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ruh ni latifa rabbania, ni kitu kiko ndani yako na kiko ndani ya kila chenye uhai. Kikitoka uhai unakatika. Ruh, na ruh ina nguvu sana katika hizi vitu vilioko ndani ya binadamu, kiasi ya kwamba kikitoka tu binadamu anaitwa maiti, kuisha na kufanya mchezo, anaoza, ananuka hivyo. Ikitoka ruh, ruh Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema hiyo min amri rabbi, na ndiyo the strongest, ndio kitu kina nguvu zaidi katika binadamu kuliko mikono yake, kuliko miguu yake. Lakini pia kuna kitu ambao chaitwa an-nafs. Nafs kwenye binadamu ni dhati yake, ni maumbile yake, ni yeye mwenyewe. Nafsu shay'in ay dhatuhu ainuhu. Nafsi hii ni binadamu, undani wake unapotaka raghabati zozote, kitu chochote cha starehe huwa chatoka kwa nafsi, hakitoki kwa roho. Tumeelewana? Zote ziko ndani yako. Lakini ukiona wataka shahwa ya kitu, watamani kitu, tena nafsi inatamani vitu ambavyo vinafanana asili yake na kutoka kwenye mchanga. Unajua kama kila kitu, kwa mfano nafsi ikiingia mahali, ni nafsi ndio yasikia joto, ni nafsi ndio yataka feni, kwa sababu feni asili yake ni mchangani, chuma kimetoka kwenye mchanga. Nafsi ndio yaitisha chakula, nafsi ndio yaitisha kunywa maji, nafsi ndio yachoka ataka kulala. Tumeelewana? Nafsi, raghabat, hawa, shahawat, zozote zinaokuja, mawazo yoyote yanaokuja ya kupumzika, ya nini, ya kulala, ya kustarehe, ya nini, ya kuangalia televisheni, na kitu chochote, mapenzi ya mpira, wachezaji mpira, mina nafsi, haitoki kwa ruh. Ruh ni kitu ilahia cha Mwenyezi Mungu, ni kitukufu sana. Nafsi yatakana ikontroliwe. Tabia yake nafsi ni ammaratun bisu. Ukikontrol nafsi lazima upigane na vita, na ni wewe mwenyewe. Upigi vita mtu mwingine, wajipige wewe mwenyewe vita. Ni nafsi ndo ya kufanya uvivu wa kusali alfajiri, ni nafsi yako. Tumeelewana? Sababu nafsi ndo yataka kulala, na Mwenyezi Mungu amekwambia amka usali. Kwa hivyo mpaka uende khilafu na nafsi yako mwenyewe. Hata kufunga Ramadhani au saumu ya sunna, nafsi yataka chakula, wewe umeizuia. Tumeelewana? Na nafsi inakubali mazoezi.
unaweza ukaizoezesha ikawa nafsi haitaki tena shahawat, yataka mambo mema, yaweza kubadilika baadaye. Lakini na nafsi ndio inayotakiwa mujahada, wa khalifi nafsa wa shaitana wa asihima wa inhuma mahadhaka nus'a fattahim. Hata ikikunasihi nafsi na shetani, shetani ni external, ni mtu wa nje huyu, yeye hutumia nafsi yako ili ufanye maasi. Nafsi akiipata nafsi yako umezoezesha, hukubaliani nao maasi, shetani hana nguvu sana. Lakini hasa si wako watu wafanya maasi Ramadhani, na situambiwa Ramadhani mashetani amefungwa kwa sababu ni nafsi. Tatizo kubwa ni nafsi yako mwenyewe. Na nafsi iko darajat, daraja zake ni 7. An-nafsul ammara bisu, wan-nafsul lawama, wan-nafsul mulhama. Hii ni daraja 3. Ukiifanyia mujahada sana, yafika kwenye nafsul mutmainna, na si wakati wake leo kuzieleza an-nufusi 7. Na mutmainna peke yake ndo yaanza kufahamu khitabu ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana Mwenyezi Mungu amehutubu nini? Ya ayyatuha nafsu almutmainna. Manake hii ndo ina itmiinan, imetulia kusikia amri na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Kabla ya hapo nafsi huwa ni matata, haikubaliani rahisi. Na ni nafsi ndo ya kufanya kila kitu, hata kama kuandika amalul manzil, kama huna vitabu vya kusomea, kama unchelewa, ni nafsi yako. Hakuna mtu mwingine, hakuna rafiki, hakuna yoyote. Nafsi. Kama umeona umemjibu mwalimu, umecheka darasani, nafsi. Silaumu mtu mwingine. Kisha kuna alqalb, na hizi zote ziko ndani yako, na hizi zote ni latifatur rabbania. Alqalbu ni Mwenyezi Mungu amekiumba, kina dhahir qalb. Qalb ambao ni dhahir ni huu moyo. Dhahir ya qalb ni huu moyo ambao wa pump damu, ukistop binadamu naye ana stop, sio? Sasa kuna qalb ambao inaokusudiwa. Qalb ni sehemu kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ala inna fil jasadi mudghah, kwenye mwili wako kuna kinofu cha nyama, ni pande la nyama. Ikisilihi, ikiwa sawa, basi wewe binadamu mzima utakuwa sawa. Ikiwa mbaya, wewe mzima utakuwa mbaya. Ala wa hiya alqalb, ni huo moyo. Moyo huu sio ule ambao tunasema ambao watibiwa wapiga blood, wa pump blood circulation. Lakini wafanana na huo kikazi. Wafanana vipi? Moyo huu ndo unafanya circulation ya wewe kupenda toa na kutukia maasi. Na hichi ndio kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekiumba kwenye binadamu, ndo chaweza kumfahamu Mwenyezi Mungu, alqalb. Na siku zote qalb huwa ya kwambia ukweli. Ukikaa nayo peke yake, ukiishauri istafti qalbak wa inaftauka wa inaftauka wa inaftauka, huwa mara nyingi iko salama. Na ndio ilohutubiwa, illa man atallaha biqalbin salim. Khitabu yote ya Qur'ani, hadithi zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam zazungumza na qalbuk, alqalb. Na qalb kila kupitia viungo, kila ukifanya maasiya, ukiweka maasiya kupitia macho, masikio, ulimi na mfano wake, waitia nuktatu sauda, watia tone leusi kwenye qalb. Mpaka ikisha kuzidi, kama huna tauba na istighfar, yale matone yanakuwa mengi, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mwenyezi Mungu ndo akasema, kalla bal rana ala qulubihim, mesusua ule moyo kwa sababu ya kupitia madhambi. Lakini moyo kawaida yake ni msafi, na ndiyo mahali ambapo kumeumbwa kwaweza kumfahamu Allah jalla jalaluhu, na ndiyo mahali ambapo kwa kaa nia ya vitendo vyote, alqalb. Wa niyatu mahalluha alqalbu. Na ndiyo
katika wewe mzima Mwenyezi Mungu yuangalia alqalb, haangalii ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yandhuru ila qulubikum. Sasa qalb ni kitu katika mwili wako chafaa kulindwa zaidi. Ndio Mwenyezi Mungu asema lahum qulubun la yafqahuna biha, wana nyoyo lakini hawafahamu kwa hizo nyoyo. Na nyingine yasema katika vipofu, usione vipofu katika Qur'ani, yasema sio vipofu alopofuka tu, walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, lakini zimekuwa vipofu nyoyo zao. Kwa hivyo moyo ndio wewe mzima kulingana na Mwenyezi Mungu na vile utakavyohesabiwa siku ya Kiyama, na wewe mwenyewe nani na utawekwa kwenye pepo gani, ni moyo wako. Hivi viungo ni wasaidizi tu. Kisha ya mwisho kuna al-aqlu. Aql kazi yake ni al-man'u, ni kiumbe Mwenyezi Mungu amekuumbia ndani yako, si cha kugusa. Hii kazi yake al-aqlu bimaana al-man'u, kukuzuia wewe usifanye mambo mabaya au usiingie kwenye hatari. Akili. Kwa hivyo kila ukisoma akili yako yatanawwaru al-aql, yapata nuru akili yako. Kila ikipata nuru wajua zuri ni lipi, baya ni lipi. Na hii nafsi ikikuhutubia waitia kwenye akili yako, wapima na akili yako, akili inakwambia usende hapa. Usipoisikiza hii ni akili, na kama huijazi ilmu hii ni akili, akili yako itakuwa ni dhaifu, iko weak, haiwezi kupambanua kheri na shari. Kila ukiwa na udhaifu wa kupambanua kheri ni ipi, shari ni ipi, nafsi itapata nafasi kubwa ya kutawala mwili wako. Tuko vizuri mpaka? Kwa hivyo tumesoma mambo gani na gani? Tumesoma ar-ruhu ambao ndo kitu kikubwa, alafu an-nafsu ambao hii sana ni shahwa. Sawa, shahwa, kupumzika, kula, kulala, kustarehe sana. Hawa wote hawa wanazungumza ndani yako, lakini lazima ujue haya mazungumzo yatoka kwa nani? Alqalbu, siku zote qalbu inakuelekeza mahali pazuri. Alaqlu, akli siku zote inakuzuia usiingie kwenye hatari. Isipokuwa nafsi pekee yake ndo matatizo. Hizi ndio vitu ambavyo vinne ambao ni muhimu binadamu kuvifahamu, na Imam Ghazali ameeleza sana katika Ihya Ulumuddin, katika dhikri ajaib alqalb, na zimeelezwa na wanazuoni kadha wa kadha. Al-khawatir, mawazo. Khawatir masdar yake, masdar ya khawatir, mawazo haya ambao wewe wawaza kila saa, imma ni wazo min Allah jalla jalal. Likija wazo Mwenyezi Mungu akikupatia ilham kutoka kwake, mara nyingi likija huwa huwezi wewe kulizuia, ila utafanya lile jambo, ila utalifanya. Ndio saa nyingine waweza ukaamka moja kwa moja usiku na ukaweza ukaenda ukatawadha na ukaswali, msukumo mkubwa. Hii ni khatiru min Allah, na khatiru min Allah ni ilham ambayo ina nguvu sana, na yaja mara nyingi baada ya wewe kufanya toa. Ukifanya toa, Mwenyezi Mungu hukuletea khawatir hasana tayyiba, ukawa wewe baina ya khatir mzuri na khatir mzuri, khatir mzuri, toa baada toa, fa idha faraghta fansub, au faalhama fujuraha. Pia baada ya kufanya maasi na mtu hatubu, waliyadhu billahi min dhalik, Mwenyezi Mungu aweza pia akampoteza, akitaka kumpoteza, waliyadhu billahi min dhalik, ikawa wasukumwa kwenye maasi baada ya maasi. Ndio utapata mtu ameua mtu mmoja, akaua wa pili, akatoka kuua akanoa pombe, akatoka kuua pombe akaingia kwenye zina. Yani khatir baada khatir, su baada su, na hawezi kutadaraki fujuraha. Lakini pia watakwa ni ile khatir khair.
Aina ya pili, na mara nyingi khatirun min Allah inakuwa ni khatir khair, msukumo wa khair mara nyingi. Khatir ya pili ni min almalak. Mwenyezi Mungu amewakilisha kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila binadamu ana lammatun min ash-shaytan wa lammatun min al-malak. Yaitwa lammatu ash-shaytan wa lammatu al-malak. Ya pili ni malak, ya tatu ni shaytan. Khawatir, haya mawazo ambayo sasa hivi ni mawaza pia. Nategemea mawaza nini. Kuna mwingine anawaza mpira, mwingine anawaza chakula, mwingine kama chakula, mpira ni nafsi. Kama wawaza inshallah leo nikirudi maghrib nitasoma ratib al-Haddad, nitasoma uradi, nitasoma Quran baada al-maghrib. Hadha khatir khair. Tumeelewana? Na sasa hivi kila mtu yawaza. Ikiwa mina shaitan au mina almalak. Mina almalak ni khatir mzuri, haiwi mbaya siku zote. Mina shaitan khatir mbaya. Utajuaje hii ni mina shaitan? Shaitan ni muhimu wake wewe ufanye maasi tu. Atakwambia fanya hivi, utasema haifai, atakupeleka kwenye kitu kingine. Angalia kwenye social media, fanya maasi fulani, staki. Okay, kama unkatai atakupa nyingine, basi fanya hivi. Ukiwa kufanya hivi, basi fanya hivi. Hivyo yageuka. Khatir shar mina shaitan. Huyu dawa yake ni moja, idha dhakarta Allah khanas min sharri alwaswasil khannas. Idha qulta a'udhu billahi minash shaitani rajim, yakhnas yakimbia, kisha atarudi tena, atakimbia kisha atarudi. Ndio muhimu talibul ilm awe kwenye tahara na wudhu kila mara. Malaika ni khatir ya khairi itakuja, ukiipuuza malaika haina nguvu, basi itaenda hivyo tu. Waweza ukasema sasa hivi wata nishike mswafu, kisha maghrib, ukiona imeenda, basi hiyo ni khatir lammatun min almalak, na wewe hukuipalilia, malaika hana nguvu ya kuingia kwenye moyo wako, basi imeenda. Khatirun min an-nafs, na hilo a'da al-a'da nafsuka allati baina jambek. Nafsi yako khatir yake ikiwa ni khairi, ikiwa ni shari. Lakini wacha mara nyingi khawatirun nafs inakuwa ni shari. Kama ni shari, kama watakujua yatoka kwenye nafsi, haigeuki. Nafsi ikiwa na shahwa ya kunwa mfano soda ya Fanta, hata ukaipa Coke yataka Fanta. Tumeelewana? Haigeuki na haishi. Inaweza kukaa na wewe hata miaka 3 haijabadilika, iko pale pale. Kila ukinyima inarudi, kila ukinyima inarudi, kila ukinyima inarudi, namna hiyo. Ukiona musir haitoki, wewe ujue hiyo khatir ni minan nafs. Khatir minan nafs, kiboko yake utakuichapa, inyime. Waambie nafsi wataka nini sasa hivi? Mfano kimbia, hepa rauha au mfano wake. Ambaye basi utaka rauha, na rauha ikiisha utasoma juzu moja, nitakutia adabu. Wewe mwenyewe jiambie, alafu soma kweli juzu moja. Kuna mmoja tumalizia, kuna mmoja katika salaf na salih, mujahada. Hiyo ndio inaitwa mujahadatun nafs. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka kwenye vita vya mapanga, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, tumetoka kwenye jihadi ndogo ile ya mapanga, tuko kwenye jihadi kubwa. Akamwambia Rasulullah, jihadi kubwa ni nini? Akamwambia jihadun nafs. A'da al-a'da, adui wako. Usimtafute adui ati ni nani, hasidi yako mkubwa, nafsuka allati baina jambayk, nafsi yako iliyoko katikati yako, kwa ndani yako. Huyo ndo adui, hakuna asidi mwingine, asidi ni huyo. Kama wachukia maasidi, jichukie, chukia mawazo mabaya. Mmoja katika salafu na salih, na wote na visa ni vingi sana katika mujahadatun nafs, lakini wacha niwape moja. Nafsi yake ilikuwa yatamani aina fulani ya chakula, na hicho chakula chafaa kula. Sasa tutazungumza kuhusu watu wakubwa.
Totoa wazee wenyewe. Kila siku ya mtiriri. Siku moja akawa yeye apenda kufunga sana, akawa amefunga, akamwambia ahli yake, leo nitengezeni chakula fulani, mfano nafsi ya tamani biriani au huku kwetu biriani mandi au leo kiweka kusema huyu mujahada tunapomjua yule chakula hafifu tu, leo ataka chakula. Akamwambia tengezeni tena kiandaliwe. Ikifika maghrib pale sasa shafunga mwadhini, sasa utakakula, kikawekwa kile nini. Akaambia ya nafsi, hii ndio ilikuwa itamani haitoeni muwapeleke maskini, acha nafsi yangu iangalie chakula kitolewa. Umekiona chatolewa hicho cha moja. Akamwambia utaendelea kunisumbua ama kesho tukufanyie nyingine zaidi ya hii. Siku ya pili akiulizwa, ambaye alhamdulillah sakana khatiru su, mawazo mabaya, mawazo mabaya na ni mubah kula biriani. Asema alhamdulillah, leo nafsi yangu imeinuka, hainiongeleshi tena kuhusu mawazo, takula hii na takula hii na takula hii. Tusikia hayo maneno. Nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihim fi ad-darain, amin. Kisha al-Imam al-Haddad atuambia hifadhi moyo wako. Moyo tumejua ni nini, hifadhi na nini? Hikdi. Tutakuja hapo mbele, ataelezewa hayo amradhi su'e, maradhi ya moyo. Sasa si yale ya kupewa dawa na kupelekwa kwa cardiologist, maradhi ya moyo ambao yufsidul amal, inaharibu amali yako, inaharibu kumjua Mwenyezi Mungu. Taib, asema min alhiqdi, chuki, ghilli, kuwa na mafundo na mwenzako, ghish li ahad min almuslimin. Asema hizi ziangalie, ukiona zina alama zinakuja ziondoe mapema, fikra kama hizi. Su'u dhann, kudhania mtu mabaya, na uwe ujinasihi we mwenyewe na unasihi watu, uwe mwepesi, uwe rahimu, na uwapendelee watu mazuri kama unavyojipendelea wewe mwenyewe. Na hii sasa hivi mizani yake mpaka tuizungumze. Kuna watu wapenda maasi. Shakwambia nampendelea huyu sigara kama hibba linnasi ma tuhibbu li nafsik. Si hiyo, si hapo. Tumeelewana? Au nampendelea rafiki yangu si after sigara naye kama mimi ninavyovuta, manake hibba linnasi. Hapana, tukwambia sio hivyo. Si hapo, makosa. Nasema maasi ya moyo ni maasi mabovu zaidi, na mbeleni insha Allah yatatajwa baadhi ya maasi makubwa ya moyo. Insha Allah Mwenyezi Mungu atunufaishe na baraka zao. Bisirri al-Fatiha wa ila hadratin Nabii Muhammad Mustafa al-Fatiha.